Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni wenu Maalim Abdul Karim, na leo ndugu zangu na wakaribisha porini tuweze kupata faida zaidi juu ya pete za kimizimu ambazo zimetengenezwa katika taratibu za kimizimu na kukaa porini kwa muda wa siku 40. Kukaa porini kwa muda wa siku 40. Kwa nini tumeamua kualika pete za kimizimu? Kwa sababu wengi wamezoea pete za bahati, wengi wamezoea pete za majini, lakini leo nakuleteni pete asili zilizotengenezwa kwa utaratibu wa kimizimu na kukaa porini kwa muda wa siku 40. Tumeleta pete hizi kutokana na changamoto za wanadamu. Wengi wanapitia kwenye misukosuko mingi, wengi wanapitia katika fitina nyingi, wengi wanapitia katika husda, wengi wanapitia katika mikosi, wengi wanapitia katika mitihani ya aina mbalimbali na kutokana na uchawi ambao uchawi huo unafanywa na binadamu wenzao. Ndio maana tukaweza kuleta utaratibu huu wa watu waweze kubahatika ama kunufaika na pete asili za kimizimu. Pete asili za kimizimu. Kuna watu wanakutana na changamoto katika biashara, kuna watu wanakutana na changamoto katika maofisi ya aina mbalimbali. Wapo viongozi wa aina mbalimbali ambao wanafanyiana husda baina yao. Sasa ni muhimu zaidi kuweza kupata pete ya kujificha, kujikinga. Maana pete hii ya kimizimu ni pete ambayo inakuficha kutokana na adui yako anayekutafuta ama anayekufuatilia kwa lolote baya ambalo anakusudia kutaka kuweza kufanyia katika maisha yako. Pete hii inatumika kuficha, uovu ambao mtu anakusudia kutaka kukufanyia, awe mwanamke, awe mwanaume, awe anatoka mbali, awe anatoka karibu. Ni pete za kimaajabu hizi. Ni pete ambazo zimetengenezwa kwa kinga ya kuzuia vitu vyenye asili ya chuma kuweza kuingia katika mwili wa binadamu. Kuna watu ambao shughuli zao ni za vurugu, wengine shughuli zao ni za kivita. Kwa hivyo lazima uwe na pete ya kinga kama hii kwa ajili ya kuzuia vitu vyenye ncha kali, vitu vyenye asili ya chuma, ikiwemo risasi, ikiwemo visu, ikiwemo mikuki na vitu vingine ambavyo vinaweza kumzuru mtu mara moja na kusababisha kufupisha uhai wake. Kwa hivyo ni pete ambazo zimeshakwisha fanyiwa makafara maalumu ya kimizimu, kufanyiwa makafara maalumu ya kimizimu. Zipo tayari kwa ajili ya matumizi kwa watu ambao wanahitaji uwepesi kwa mambo ambayo wanashughulika nayo katika kusaidia jamii. Na tunasema kwamba kwa nini pete ya asili ina nguvu kuliko pete za kimajini. Wengi wamezoea utaratibu wa majini, sio utaratibu wa asili, lakini utaratibu wa asili ndio wenye manufaa zaidi, kwani haitokubalika pete yenye nguvu za kimajini kuweza kufanya kazi bila ridhaa ya asili, bila ridhaa ya mizimu. Kwa hivyo tusipumbazwe na tunayoambiwa kuhusiana na habari ya shirki. Lakini ndugu zangu, toka mwanzo sisi tulikuwa tuna asili zetu, tulikuwa tuna tamaduni zetu, tulikuwa tuna vyakula vyetu. Kwa hivyo leo nimekuleteni faida kubwa sana kwa mtu ambaye anataka kuweza kujikinga kutokana na biashara, basi inafaa. Anataka kujikinga kutokana na athari za vita, basi inafaa. Anataka kujikinga kuwa salama zaidi kwa kuhofia kuwekewa sumu kwenye chakula ama kinywaji, basi inafaa zaidi. Kwani ukiwa nayo, hata kama chakula kimewekwa sumu, basi utapata majibu hapo hapo. Utapata majibu hapo hapo. Na pia ni pete maalum kwa ajili ya kumwadhibu mchawi.
kwa ajili ya kumwadhibu yule ambaye anakusudia kutaka kukufanyia ubaya. Basi ni pete zenye maajabu makubwa. Cha kustaajabisha ni pete ziko 3 hizo za kimizimu, na pete nyekundu moja ambayo inahusiana na utajiri wa mizimu kwa wale ambao wanahitaji kupata mali za kimizimu. Baada ya kuwa tumeshawachunguza na tukajiridhisha kwamba wao mizimu yao inakubali kabisa kuweza kupata mali zinazohusiana na mizimu, basi kama utakuwa umeshakubalika katika taratibu hiyo, basi ni lazima uweze kumiliki pete 2, yani pete nyeusi na pete nyekundu, kwa ajili ya kupata mali na ulinzi wa kimizimu. Sisi tunafikisha huduma kokote kule dunia inapozunguka. Kokote kule dunia inapozunguka. Pia usiache kusubscribe channel yetu ili tuweze kupeana mambo mazuri zaidi, tuweze kupeana ushauri wa kitiba, tuweze kupeana tiba, tunafikisha dawa kokote kule. Ni wenu Maalim Abdul Karim, na msiache kuendelea kusubscribe channel zaidi ili kuweza kupata watazamaji wengi, tuzidi kuendelea kuwapa masomo mengi zaidi. Basi ndugu zangu, faida hii ni kubwa. Wanasema mwenye kuambiwa basi huwa anaambilika na akasikia. Basi ndugu zangu, kikubwa ni matekelezo. Utatuambia pale chini ya comment kwamba unaonaje kuhusu mizimu yako, unataka kujua mizimu yako, unataka kujua mali za kimizimu. Basi usichoke kutuambia ama kutufuata katika namba zetu ambazo zinatembea katika screen yako.